Nashukuru nimefanya ziara siku 19 na nimetembea katika mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, sehemu ya mkoa wa Dodoma na mkoa wa Morogoro. Katika kipindi hiki nimekamilisha karibuni wilaya kama 22 hivi ambazo nimezitembelea. Katika jambo ambalo nimejifunza, kwanza, wananchi wanahitaji mabadiliko. Wananchi wanahitaji mabadiliko, hasa hali za uchumi za maisha ya kawaida ya mwananchi. Ni tatizo kubwa. Hii dhana au msemo au kauli mbiu ya kwamba vyuma vimekaza sio kitu cha uongo, ni kitu ambacho wananchi wa kawaida wanaona kwamba mzunguko wa fedha umekuwa na matatizo, hali zao za uchumi ni ngumu, kipato chao ni kidogo, na imekuwa si rahisi kufanya biashara, kufanya shughuli kwa sababu ya kukosa wateja. Watu hawana pesa. Kwa hiyo pana tatizo la mzunguko wa fedha ndani ya uchumi, na pia pana tatizo bado katika mazingira ya kufanya biashara na mazingira ya uwekezaji. Kwa hiyo na vile vile huduma muhimu. Kwa mfano, tumepata malalamiko katika mkoa wa Kondoa, katika wilaya ya Kondoa, wilaya ya Chemba na wilaya nyingine, hata Morogoro vijijini. Watu wanalalamika kwamba hivi sasa pana utaratibu hata kina mama wajawazito kuwatoza ada wanapoenda kujifungua. Kondoa walikuwa wakizungumzia kama vile ukienda kujifungua unatozwa shilingi 21,000, na kama ikiwa na matatizo panahitajika kufanyiwa upasuaji, basi unaweza ukadawia mpaka kufikia 100,000. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa. Kwa hiyo wananchi wanahitaji kuwa na serikali yenye huruma kwa mwananchi wa kawaida, serikali inayosikiliza. Lakini jambo lingine ambalo nimeligundua ni kwamba wananchi wengi wamekasirishwa sana na utaratibu uliotumiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Ule kuengua wale wagombea waliokuwa wanataka kuwapigia kura, kwa sababu wako katika vyama vya upinzani, walipoenguliwa na wakasimikwa watu kuwa viongozi wa vijiji, vitongoji ambao hawakupigiwa kura na wananchi. Wengine wamewapa jina kwamba hawa ni viongozi viti maalum, kwamba hawajapata kuchaguliwa na wananchi wenyewe. Hili linawapa shida sana wananchi, na wengine kwa sababu hiyo wanakatishwa tamaa kwamba kama nchi yetu kweli inaweza kupiga hatua katika swala la demokrasia. Na kilio chao kikubwa wananchi wanadai pawepo na tume huru ya uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba kauli yao, chaguo lao na matakwa yao yanaheshimiwa kama wapiga kura, viongozi wanaochaguliwa, wale viongozi ambao wamewapigia kura wananchi. Kwa hiyo hili la kukatishwa tamaa na uchaguzi wa serikali za mitaa ni tatizo. Nimejitahidi na sehemu nyingi nimefanikiwa kwa wale niliokutana nao kuwaeleza kwamba ni muhimu sana wasikate tamaa na washiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani, wabunge na rais mwaka 2020. Na nimejaribu kuchukua kauli ya Rais Magufuli aliozungumza na mabalozi kwamba mwaka huu, uchaguzi wa mwaka 2020 utakuwa huru na wa haki na wa amani. Lakini wengi wamenihoji kwamba unaiaminiaje kauli hiyo ikiwa hatuna tume huru ya uchaguzi, ikiwa mpaka hivi sasa wewe mwenyewe unakuja unafanya mikutano ya ndani, haufanyi mikutano ya hadhara. Kwa hiyo bado wananchi wana wasiwasi mkubwa kuhusu swala zima la kwamba kama uchaguzi wa 2020
utakuwa huru, wa haki na wa amani. Kwa hiyo nilikuwa namuomba rais alichukue swala hili kwa uzito unaostahiki, aweze kukutana na wadau na viongozi wa vyama vya siasa, tuweze kuzungumza hali ambayo ya kisiasa tulionayo na tunavyoelekea katika uchaguzi mkuu. Lakini jambo moja ambalo anaweza akalitumia kurahisisha na kuwapa wananchi imani kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki ni huu utaratibu wa kuzuia vyama vya siasa kutofanya mikutano ya hadhara, wasifanye mikutano ya hadhara. Anaweza akaliondoa hilo, vyama vya siasa vikaweza kufanya mikutano ya hadhara, kuweza kueleza sera zao. Hili litawapa imani wananchi kwamba kweli kauli aliyoizungumza ya kwamba uchaguzi utakuwa huru, wa haki na wa amani anatembea juu ya maneno yake. Kwa hiyo swala zima la kujenga mazingira ya kuwa na mfumo mzuri wa demokrasia ni jambo muhimu. Jambo lingine ambalo nimeliona ni kwamba matumizi mabaya ya vyombo vya dola, vitisho. Wananchi wengi wanalalamika hawa viongozi waliosimikwa bila kuwepo na uchaguzi wanatoa vitisho, wakandamiza watu wao wenyewe. Katika maeneo mengine wanakuwa ndio mahakimu, wanakuwa ndio maprosecutor, ndio washtakaji, na wao ndio wanachukua hatua za kuweza kutekeleza vitu ambavyo viko kinyume cha sheria dhidi ya wananchi, kuwatoza faini ama kuambia kwamba hiki hawawezi kukifanya. Halafu panakuwa na mahala ambapo panakuwa na watu ambao hawaungi mkono hawa viongozi ambao hawana ridhaa ya wananchi, wanabambikiziwa kesi kwamba wametishia labda uhai wa mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa kitongoji kwa sababu tu wao hawakubali kwamba huyo ni mwenyekiti halali. Na viongozi wengi hawa ambao wamesimikwa wanapata matatizo makubwa kuitisha mikutano ya kijiji na kuwa na quorum kwenye mikutano hii ya kijiji. Na sheria ya serikali za vijiji inaeleza wazi kwamba viongozi au serikali inayoshindwa kuwa na mikutano mitatu mfululizo au kukosa quorum kwenye mikutano mitatu mfululizo, basi viongozi hawa wanakuwa wamejengua wao wenyewe kwa utaratibu wa sheria ya serikali ya vijiji na vitongoji. Kwa hiyo unajikuta kwamba katika moja nilojifunza, na hili namwomba sana rais aweze kutafakari, kwamba swala la demokrasia ni sehemu ya maendeleo. Ujenzi wa demokrasia ni ujenzi wa maendeleo ya watu. Kuheshimu matakwa ya watu ni mambo muhimu. Wakati mwingine viongozi walio madarakani wanadhani demokrasia kwamba ni kama kikwazo kinafanya maamuzi yasiende haraka. Kwa hiyo wanataka kuiongoza nchi au kuiendesha nchi kwa kunukuu kauli moja ya Rais Magufuli kwamba nchi iendeshwe kwa kwata, kuendeshwa kijeshi. Hilo si jambo jema. Ni lazima tuwe na lengo la ujenzi wa mfumo wa demokrasia. Mfumo wa demokrasia ndio unakupa utawala bora, ndio unakupa uhalali wa kuiongoza nchi, na kwamba tujenge barabara sawa sawa, tujenge reli vizuri, tuweze kuweka miundombinu vizuri, lakini kuheshimu maamuzi ya wananchi ni muhimu sana. Lakini Profesa, tunatambua moja ya changamoto ambazo mlifanikiwa kukutana nazo kipindi ambacho kafu ina nguvu kubwa zaidi na kipindi ambacho nyinyi mlikuwa kama chama kikuu cha upinzani Tanzania hapa. Tunatambua kwamba zuio la mikutano ya hadhara lilishawahi kutokea pia kwenu. Lakini tuliona nguvu yenu mlivyoweza kujitokeza, mlivyoweza kupambana na zuio lile likaondolewa. Je, sasa hivi hamna nguvu ya kuweza kuondoa haya ambayo yanayotokea sasa hivi? Ni kweli baada ya uchaguzi wa mwaka 2000 Rais Mkapa alitamka wazi kwamba CCM imeshinda kwa kishindo, ipewe fursa ya kutekeleza ilani yake ya uchaguzi, masuala ya maandamano, mikutano ya hadhara ya ukando, tusubiri uchaguzi mwingine. Sisi tuliweza wakati ule kuitisha maandamano nchi nzima, pamoja na kwamba mimi tarehe 25
Januari 2001 nilikamatwa, nikapigwa, nikavunjwa mkono, nikawekwa ndani, lakini bado maandamano yalifanyika Dar es Salaam, na maandamano makubwa zaidi yalifanyika Kimbia kwa sababu ya kukimbia risasi, wakaenda Shimoni, Mombasa. Sasa katika kipindi hiki ambacho baada ya uchaguzi wa 2015, na kama unavyoelewa, kwa sababu ya tofauti kati yangu na viongozi wenzangu wa UKAWA, hasa katika swala zima la kumweka kando Dr. Slaa asiwe mgombea wa urais na kumchukua Edward Lowassa toka CCM kwa mgombea wa urais, mimi nilijiuzulu uongozi na nikaendelea kuwa mwanachama wa kawaida. Lakini baada ya kumalizika uchaguzi wa 2015 kwa shinikizo la wanachama wa CUF, viongozi wa baraza kuu la CUF, nilitengua kujiuzulu kwangu. Sasa katika kipindi cha miaka minne tulikuwa na mvutano ndani ya chama, na aliyekuwa katibu mkuu Maalim Seif Sharif Hamad alifungua kesi karibu 39 dhidi yetu, na kwa hiyo tukawa tunashughulikia sana masuala ya kesi badala ya kujenga chama na kushughulikia masuala ya ukosefu wa demokrasia. Sasa wenzetu wa Chadema walitangaza ukuta kwamba watapambana kufanya maandamano, lakini serikali iliposema kwamba hapana, maandamano hayo viongozi myaongoze na tuone litakalotokea, nadhani wenzetu kidogo likawa jambo gumu hilo, na sisi tulikuwa tunashughulikia zaidi swala letu la kuweza kukihami chama katika mgogoro huu, na tumemaliza mgogoro wetu mwaka 2019 kama mwezi wa Aprili mwanzoni huko. Kwa hiyo katika kipindi hiki baada ya kuwa tumemaliza mgogoro, tukawa tuko katika maandalizi ya kuweza kukinusuru chama na kukijenga chama. Sasa wakati huo tayari mikutano ya hadhara hairuhusiwi. Kwa hiyo sisi tulichofanya ni kujaribu kutumia kile ambacho hakitazuiwa, na kwa hiyo tulikuwa tunafanya mikutano ya ndani kuweza kujenga ngome yetu, na nashukuru katika maeneo yote ambayo nimepita tumeweza kurejesha imani kubwa ya chama chetu. Kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa nilitembelea mkoa wa Tabora, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Mara na mkoa wa Simiyu. Na safari hii nimetembelea mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Dodoma na Morogoro, na tutaendelea. Tunahitaji kuhakikisha kwamba kabla ya kufika mwezi wa 6 niwe nimetembelea mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar kurejesha imani. Kwa hiyo hivi sasa tunafanya kazi hiyo ya ndani, na mimi naamini kwa namna tunavyopokelewa na hali ilivyokuwa ngumu na tunavyoeleza sera zetu za haki, sawa na furaha kwa wananchi wote zinavyopokelewa na wananchi, kuna fursa kubwa inayoweza kupatikana, mabadiliko makubwa ya kisiasa yakatokea mwaka huu wa 2020, pamoja na kwamba watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya ukosefu wa demokrasia na kwamba hatuna tume huru. Lakini mimi naamini kabisa tukiweza kuwafikia wananchi walio wengi na vile vile tukawajengea matumaini kwamba mabadiliko yanaweza yakapatikana, mabadiliko makubwa yanaweza kuja. Watu wana hali ngumu, na wakati mwingine serikali iliyoko madarakani inaweza kuwa inaamini propaganda zao wenyewe, lakini hali halisi ya mwananchi wa kawaida anahitaji mabadiliko. Profesa, umekuwepo kwenye ulingo huu wa siasa kwa muda mrefu sana. Wewe ni mwanasiasa mkongwe, lakini tangu mwaka 95 unagombea urais mpaka hivi tunavyokuona pia sasa hivi, ukiachana na 2015 ambao kusimama na ulikaa pembeni. Lakini awamu hii wapinzani wamekuwa wakilalamika sana kunyimwa fursa ambazo wao wanazidai kwa jumla. Kwani utofauti wa awamu zilizopita na awamu hii ya 5 ni upi hasa? Jambo la msingi kwanza na viongozi wa CCM walikuwa wakiongoza wakati ule walikuwa ni watu wanaoielewa CCM, wanaelewa chama cha TANU. Rais Mkapa alikuwa mwandishi wa magazeti, alikuwa mhariri wa magazeti ya TANU, ya Uhuru na Nationalist, kabla hajawa
mhariri mkuu wa gazeti la serikali, gazeti la Standard lilipotaifishwa na kuwa Daily News, na baadaye akawa press secretary au katibu wa habari au mwandishi wa habari wa rais. Kwa hiyo anakielewa chama cha TANU, anaelewa CCM, na ukisoma kitabu chake ni wazi kabisa kwamba siasa za nchi anazielewa, na alikuwa karibu na Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere pamoja na kuwa alianzisha mfumo wa chama kimoja, lakini chama cha TANU kilikuwa ni chama ambacho kilikuwa kama chama cha ukombozi, na kilikuwa kinaungwa mkono na Watanzania walio wengi, na pamoja na kwamba alifuta rasmi mfumo wa vyama vingi na kuanzisha mfumo wa chama kimoja, lakini Mwalimu Nyerere alikuwa pia ni muumini wa demokrasia, muumini wa kwamba wananchi lazima waweze kuwa na kauli katika mambo yanayowagusa. Kuna mambo ambayo alitumia nguvu za serikali au mabavu ya dola, kwa mfano katika masuala mazima ya kuhamisha wananchi kwenda kwenye vijiji vya ujamaa, lakini kila wakati Mwalimu alikuwa akizungumzia swala la demokrasia. Na kama unakumbuka, katika kitabu chake, katika maandishi yake, alizungumzia swala la demokrasia katika nchi yetu ya Tanzania, kwamba katika mila zetu na maamuzi, kienda vijijini, maamuzi kwa kwamba watu wanakutana, hamna vyama, lakini watu wanakutana, wanajadili maswala mpaka wanafikia makubaliano. Kwa hiyo makubaliano ya kijiji, makubaliano ya kabila yanakuwa yanatekelezwa. Kwa hiyo mila za Kiafrika ni kwamba zilikuwa na mifumo ya kidemokrasia vijijini, na alieleza Mwalimu kwamba nakisi au mapungufu ya demokrasia katika mila zetu za Kiafrika ilikuwa ni kwamba wanawake ndio walikuwa hawapewi fursa ya kushiriki kikamilifu katika maamuzi, na akasema hiyo ndio ilikuwa nakisi kubwa, deficit kubwa ya demokrasia ya Kiafrika. Kwa hiyo alikuwa ni muumini wa demokrasia. Vile vile Rais Mkapa ni msomi ambaye amesoma sana masuala ya demokrasia, masuala ya ujamaa. Kwa hiyo pamoja na kwamba alikuwa ni mtu ambaye anataka kauli yake ifuatwe, maamuzi yake yaheshimiwe, lakini pia palikuwa na chembe za kuona kwamba kujenga demokrasia ni jambo la msingi. Jakaya Kikwete ni mwana TANU wa siku nyingi. Nakumbuka mimi nilipokuwa chuo kikuu, wakati wa mfumo wa chama kimoja, nilikuwa mwenyekiti wa TANU Youth League, na kati ya wanachama wangu kama mwenyekiti wa TANU Youth League alikuwepo Jakaya Kikwete, alikuwepo Edward Lowassa, marehemu Chimoto alikuwa mwenyekiti kabla yangu. Kwa hiyo Jakaya Kikwete ni mwanasiasa, kwa hiyo anajua namna ya kuweza kuchukua hoja na kuweza kukubali kukosolewa, na kwamba usiweke nongwa kwa sababu umekosolewa. Tatizo la CCM walipokuwa wamemteua Dr. John Pombe Magufuli, hana background ama historia ya kuwa katika siasa za kuweza kukosolewa na kupokea kukosolewa kwamba ni jambo la kawaida, pamoja na kwamba Dr. Magufuli pia ni intellectual, ana PhD katika masuala ya chemistry. Kwa hiyo mnapokuwa unajenga hoja yoyote ile lazima uweze kuelewa kukosolewa, lakini zile demokrasia za kisiasa na taratibu za kisiasa yeye hana uzoefu nazo, na ni mtu ambaye anaona kwamba lazima tuweze kuwa na malengo na tuyasimamie malengo haya kuweza kuyatekeleza. Kama ulisikiliza hotuba yake akizindua bunge baada ya uchaguzi mkuu 2015, alieleza masuala mengi,
na namna ya alivyokuwa nakasirishwa na rushwa, matumizi mabaya ya fedha za umma, safari nyingi za kwenda nje, umuhimu wa kuweza kuwatwisha kina mama, ndio huduma ziwe karibu na wananchi, kwamba ili sera yetu ambayo tulikuwa nayo kwa muda mrefu kwamba watoto wasiache kwenda shule kwa sababu ya ada, kwa kufuta ada za shule ya msingi, kufuta ada za sekondari, mambo mazuri. Lakini katika maelezo yake yote swala la demokrasia, na mimi nimeipitia ile hotuba yake kwa makini, hata neno demokrasia hakulitaja katika ile hotuba, au swala ya kuwa na katiba mpya au tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo hii dhana ya kwamba demokrasia ni sehemu ya maendeleo, na kwamba kwa kweli kuwa na mfumo wa demokrasia, demokrasia ni unaweza kusema chombo au nyenzo ya kujenga uchumi, ya kujenga huduma za jamii. Hiyo hoja Rais Magufuli hana hiyo hoja. Anaona kwamba wakati mwingine mambo ya kujadiliana na kubishana na yanapoteza muda katika swala zima la utekelezaji. Kwa hiyo ndio maana imekuwa kwamba hata ile sheria ya vyama vya siasa ambayo inaruhusu vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara imekuwa haipewi msukumo unaohitajika. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV. Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi.